Nikurudishe nyuma kidogo. Tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2024, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliyekuwa askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam alimweka wakfu Askofu Godfrey Jackson Mwasekaga kuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026, karibu miaka miwili baadaye, Mwenyezi Mungu alimuita kwake Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kutoka katika dunia hii. Nimekuwa na mazungumzo na Mhashamu Godfrey Jackson Mwasekaga, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, na tukiangazia maisha ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Mosi, nilitaka kufahamu alimfahamuje Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo na kwa nini alimchagua kuwa askofu kiongozi mweka wakfu akishirikiana na askofu mkuu Juda Thaddeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam na Mhashamu Gervas Nyaisonga, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Na haya yalikuwa ni mazungumzo yetu. Mimi ni kati ya maaskofu wadogo sana, kumbe nimemfahamu baba huyu nikiwa kabla hata sijaingia seminari. Nimesikia jina lake miaka ya 80 nilipotoka tu kuzaliwa huko shule za msingi na nini, lakini kwa miaka ya karibuni mimi nitamkumbuka zaidi kwa sababu amefika Mbeya kuadhimisha misa kuweka kwangu wakfu tarehe 26 mwezi wa 5 2024. Kama pia haitoshi, alikuja tena mwezi wa 8 kuhitimisha jubilei ya jimbo letu miaka 125 ya Ukristo katika Jimbo Kuu la Mbeya. Aliungana na sisi katika parokia kongwe inaitwa Mkulwe kule mkoa wa Songwe, wilaya ya Momba. Pamoja na afya yake miaka ya karibuni kuwa kidogo na udhaifu, lakini alionyesha mapendo makubwa sana kwa jimbo letu kula Mbeya, na hivi tulijifunza kwa kweli upendo. Hata katika udhaifu unaweza kumshirikisha mtu kile ambacho unacho. Basi huko nyuma tumeshuhudia jinsi alivyokuwa mtu wa imani, mwadilifu na pia mwenye utetezi katika mambo ya kiimani na mambo ya amani pia katika nchi, taifa letu. Alisimamia kile alichokiamini. Aliwapenda pia wale alikuwa anawahudumia, hasa Jimbo Kuu la Dar es Salaam alipohudumu miaka mingi. Aliwatumikia kwa mapendo. Alijiwekea pia mipango ya wazi kwamba nataka nistaafu nikifikisha karibu parokia 100. Lakini mpaka na staafu zikazidi zile 100 kama 100 nafikiri 10 na kitu hivi. Kumbe ni jinsi gani aliwapenda watu na kuwapelekea huduma karibu na maeneo yao. Parokia zinapozaliwa maana yake tunasogeza huduma kwa Wakristo, kwa waamini. Maana yake aliwatanguliza mbele kondoo wake, na hivyo aliwapenda na kila wakati alikuwa anawafikiria ili wapate huduma sahihi. Kwetu sisi wachungaji wa sasa tunajifunza jambo hilo ni kitu kizuri. Alafu aliishi pia taaluma yake kama msomi wa maadili. Aliishi maadili vizuri, akawa mfano kwenye jamii. Kumbe kipindi hiki cha majonzi sisi zawadi kubwa ni kumuombea, pia kujitahidi angalau kuyaishi yale aliyoyaishi. Daima alikuwa mtu mkweli, kwa muwazi. Kwa kaka zetu maaskofu basi wenyewe wana ushuhuda mkubwa zaidi. Kwa sababu wamefanya naye kazi kwenye baraza. Alikuwa mshauri mzuri, na pale anapokuwa na jambo kwa ajili ya faida ya kanisa letu alilisema. Kumbe tutakumbuka kwa hayo machache, hata kama yapo mengine mengi. Kwa udogo wangu kwa kweli nilikuwa namuona kama kioo. Kama kioo cha uchungaji, kioo cha uaskofu. Sasa sisi tunaoingia urika kama askofu katika nyakati hizi, historia yake inadhihirisha namna gani. Unaona kabisa aliitwa kweli kweli kwa kazi hiyo ya uchungaji ndani ya kanisa.
Labda kwa Ndio. faida ya yule ambaye atafuatilia mazungumzo haya, Baba Askofu, ni ushauri gani au maneno gani ya kipekee Baba Kardinali alikupatia kabla au baada ya kukuweka wakfu? Kwanza alinipongeza na pia kaniahidi kuniombea, na hivi alinitia moyo katika majukumu haya. Majukumu makubwa niliyapokea kwa unyenyekevu. Kumbe kwa baba kama yule kuniahidi sala kwangu kwa faraja kubwa, na kunitia moyo kwamba songa mbele, tuko pamoja, ndio maana tuko hapa. Kwangu ilikuwa neno kubwa sana. Kwa mtazamo wako, ni urithi gani wa kiroho na kichungaji wa Kardinali Pengo unahisi una jukumu la kuendeleza katika huduma yako kama askofu? Kusali, kuwa mtu wa sala, kumtanguliza Mungu katika kila hatua ya utume wetu. Mungu akiwa nguzo na kiongozi wetu, mambo yetu mengi hata kama yatakuwa na changamoto zitakuwa na nafuu, tutazivuka. Baba huyu alikuwa ni mtu wa sala, mtu wa imani. Kwangu mimi ni shule kubwa sana ambayo nimeiona kwa baba huyu. Kifo chake kimekugusa vipi kama mmoja ya maaskofu aliowaweka wakfu, na kinakupa tafakari gani kuhusu wito na uwajibikaji katika uongozi ndani ya kanisa? Kifo chake kimenigusa kwa sababu ya ubinadamu. Tunaondokewa na mwenzetu tuliyekuwa naye katika safari hii ya kiimani. Basi hatua kwa hatua tunamshukuru Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam Ruwa'ichi, alikuwa anatuambia hatua kwa hatua. Hata alipoenda matibabuni hapa mwishoni, kumbe tuliupiga magoti na kuomba na kusali kumwombea afya njema, lakini mwisho wa siku tunayapokea mapenzi ya Mungu ambaye daima ndiye anatuita kwake. Sisi tuko hapa kujiandalia utakatifu, kujiandalia vifo vyetu. Kila wakati basi tusali ili tuweze kufa katika hali njema. Kumbe niliguswa kwamba katika kipande cha historia yangu, yule ambaye katika kumbukumbu zangu aliniweka wakfu, Mwenyezi Mungu amemuita kwake. Kumbe hilo kwangu napokea kwa imani, kwa sababu wote tutarudi huko, njia ni hiyo moja. Yeye ametutangulia na tunaamini atakuwa mwombezi wetu. Mwisho, ungependa kuambia nini waumini kuhusu umuhimu wa kuombea marehemu na kuenzi mafundisho ya Baba Kardinali katika maisha ya kila siku ya Mkristo? Waamini mimi wakumbushe kwamba kanisa letu Katoliki tunaamini kwamba baada ya kifo kuna maisha. Na hivi kifo sio mwisho wa kila kitu, ni mwanzo wa kuyaendea maisha mapya ya umilele. Kumbe cha msingi kila siku tujiandae, kwamba Mungu mimi akiniita leo nitarudisha ripoti gani mbele yake. Wakati fulani tunajisahau, tunafikiri tumefika hapa duniani, tunamweka Mungu pembeni, tunatanguliza mambo ya kidunia, mambo ya starehe na kadhalika. Kumbe hata sisi viongozi wa kiroho na Wakristo wetu tukumbuke kwamba kifo ni uhalisia, kifo kipo, lakini kifo ni baraka, sio laana wala sio mwisho wa kila kitu. Baada ya ushindi wa Yesu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko, kifo kilipata maana mpya. Kumbe tunapaswa kukiendea, kukichangamkia. Ubinadamu basi ndo ule unakuwa mkubwa, tunakiogopa wakati fulani, tunasikitika ndugu zetu wanapoondoka. Lakini imani iendelee kutuimarisha, na katika kipindi hiki kigumu basi tumuombe pendwa wetu baba yetu Kardinali Pengo, pumziko la amani.